بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kosa la nne katika makosa yanayofanyika kwa baadhi ya Waislamu, ihya'u lailati nisfi min Sha'ban, ni kuhuisha usiku wa nusu ya Sha'ban. Ihya'u lailati nisfi min Sha'ban ni kuhuisha usiku wa nusu ya Sha'ban, yani usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Sha'ban, kuhuisha na kusoma dua tofauti tofauti na kusoma Qur'ani. يقول وهذا الإحياء تخصيص لليلة من غير دليل. kuhuisha huko ni kuhusu usiku huo bila dalili yoyote iliyokuja ya kufanya hivyo. Fakana min jumlatil bid'a, ikawa hiyo ni katika jumla ya mambo ya uzushi. Wal ahadithu alwaridatu fi dhalika la tasihhu inda ahli alilmi, na hadithi zilizokuja katika jambo hilo hazikusihi kwa ahlul ilmi. Wal adillatu nahiyatu anil bid'i tashmaluhu, dalili zinazokataza uzushi zinakusanya jambo hilo la kuhuisha usiku wa nisfu min Sha'ban. Kuna hadithi dhaifu au maudhu inayohimiza hivyo kwamba ikifika nusu ya Sha'ban basi watu wasimame usiku wasome dua wa hakadha. Ni hadithi aidha ni dhaifu au ni maudhu, hadithi iliyokuja katika jambo hilo. Kwa hiyo wengi katika ahlul bid'ah wameichukua hadithi hiyo na kuhuisha usiku huo na kulala msikitini na kusoma dua na kusoma Yasini 3, Yasini ya kwanza kwa nia ya kuzidishiwa umri, Yasini ya pili kwa nia ya kujitosheleza na watu, Yasini ya 3 kwa jambo jingine. Lakini kuna Yasini 3 wanasoma kwa pamoja kwa nia hizo 3, alafu ndo wanasoma ile dua iliyoletwa na hao mubtadi'a, dua ndefu: Allahumma ya dhal manni wala yumannu alayk ya dhal jalali wal ikram ya dhal tawli wal in'am. Dua ndefu wanaisoma hiyo pia katika dua hizo wanazosoma katika ihya'u lailati nisfi min Sha'ban. Kwa ni jambo la uzushi, as-salafu hakulifanya wala mtume hakulihimiza jambo hilo. 5, takhsisu Rajaba bisiyam, kuhusisha mwezi wa Rajab kwa kufunga. Mwezi wa Rajab kufunga mwezi ule mwezi mzima pia ni jambo ambalo ni la kibid'a. Wa huwa minal muhdathat, ni katika mambo yaliyozushwa. Falam yasihha hadithun fi fadilati siyami Rajab, haikusihi hadithi yoyote kuelezea fadla za saumu ya Rajab. Bal ma warada dhaifun jidda, bali ilizokuja katika kufunga mwezi wa Rajab ni hadithi dhaifu sana. La yasughu i'timaduhu, haijuzu kuitegemea, walasti inasu bihi, wala kuifuata. Ala annahu ruya an Umara annahyu anhu, pamoja na kwamba imepokewa kwa Umar bin Khattab kukataza jambo hilo. Wa fi isnadihi shay'un, na katika isnadi yake pia kuna kitu, hadithi hiyo ya Umar. Kwa hiyo takhsisu Rajab bisiyami pia ni katika mambo ya uzushi. Kufunga mwezi wa Sha'ban imekuja kwamba ni sunna siku nyingi za mwezi wa Sha'ban. Kwa kama wanataka kufunga wafunge mwezi wa Sha'ban, lakini mwezi wa Rajab hadithi zilizokuja katika kuhimiza kufunga mwezi huu au kufanya umra mwezi wa Rajab zote ni hadithi ambazo sio sahihi, na dini imekuja kwa hadithi sahihi, haikuja kwa hadithi dhaifu kwamba zitumiwe katika dini. Kwa hiyo jambo la kuhuisha kufunga mwezi wa Rajab pia ni katika mambo ya uzushi, ni katika makosa yaliyopo katika sala hili la ibada ya siamu linalofanyika na baadhi ya Waislamu. Kosa jingine la 6, takhsisu ayamin au asabi'a au shahrin biibadatin ghairi mashru'a,
kuzihusu siku maalumu au wiki au mwezi kwa ibada zisizotakiwa. Takhsisu ayyam au asabi'a au shahrin biibadatin ghairi mashru'a, kuzihusu siku maalumu au wiki maalumu au mwezi kwa ibada ambazo si zenye kutakiwa, hazikuwekwa ibada hizo. Wadhalika takhsisu min albid'a, takhsisi hiyo ni katika uzushi, kwamba kuna siku fulani au kuna wiki fulani mtu anafanya ibada fulani, kama watu wa bid'a wanavyofanya siku za Alhamisi kusoma burda, ndio kuhusu siku hiyo kwa ibada ambazo ghairi mashru'a. Kusoma burda kila siku ya Alhamisi ni ibada ambayo haikuwekwa. idh inna takhsisa mawasima lilibadat inma yakunu min qibali ash-shar'i, kuhusu misimu ya ibada hiyo inakuwa kutokana na upande wa sheria, kama ni Qur'ani au hadithi. Fama atati al-adillatu bimashru'iyyatihi umila bihi, lilizokuja dalili kwamba ni sheria ni sunna lifanywe jambo hilo, umila bihi, litafanywa. Wama lam ta'ti al-adillatu bitakhsisi waqtin biibadatin lam yukhassas, ambayo hazikuja dalili kuhusu wakati maalumu kwa kufanya ibada, lam yukhassas, haitahusiwa siku hiyo au mahali hapo au wakati huo. Wayakunu al-amalu fihi wa takhsisuhu bil ibada min jumlati al-muhdathat, itakuwa kufanya amali katika wakati huo na kuhusu wakati huo kwa kufanya ibada ni katika jumla ya mambo yaliyozushwa. Kwa hiyo sheria haijaweka ibada fulani ya siku fulani maalumu au wiki fulani au mwezi fulani. Sheria haijaweka vitu hivyo. Pia ibada hizo zilizowekwa ghairi mashru'a, hazitakiwi ibada hizo za burda na nyingine ambazo zimewekwa ni ibada au ni mambo ya uzushi, sio ibada. Kosa la 7, amalu ayi ibadatin yutaqarrabu biha ila Allah ala ghairi aslin shar'iyyin, kufanya ibada yoyote ambayo inakurubishwa kwa Allah ibada hiyo ala ghairi aslin shar'iyyin, kuifanya kwa isiyo kuwa msingi wa kisheria. Amalu ayi ibadatin yutaqarrabu biha ila Allah ala ghairi aslin shar'iyyin, kufanya ibada yoyote, ibada ambayo yutaqarrabu biha ila Allah, hujikurubishwa kwa Allah kwa ibada hiyo, kuifanya ala ghairi aslin shar'iyyin, bila msingi wa kisheria. Fakullu hadha min albid'a, yote haya ni katika uzushi. Walbid'u madhmumatun fi sharia, bid'a ni madhmuma, ni yenye kukashifiwa katika sheria. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalala, kila uzushi ni upotevu. Wa hadha umumun likulli muhdatha yutaqarrabu biha ila Allah fahiya dalala, hii ni kuenea kila jambo lililozushwa ambalo watu wanajikurubisha kwa Allah kwa jambo hilo ni dalala, ni upotevu. Ibada ziko nyingi zilizoletwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, watu wanatakiwa wajikurubishe kwa Allah kwa ibada hizo alizoweka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, si mambo waliyowekwa na watu. Jambo la ibada limewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna jambo la ibada lililowekwa na mtu, la, ni Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake kwa wahi kutoka kwa Allah, ndio walioweka ibada, ndio wenye haki ya kuweka mambo ya ibada ambapo anaabudiwa Allah. Lakini mwanadamu yoyote hana haki ya kuweka jambo akalifanya kwamba ni ibada iabudiwe Allah. Qala wa hadha umumun likulli muhdathatin yutaqarrabu biha ila Allah fahiya dalala, hii inaenea kila jambo lililozushwa ambalo hukurubishwa kwa jambo hilo kwa Allah, fahiya dalala, jambo hilo ni upotevu. Falaysa fil bid'i fid dini bid'atun hasana, hakuna katika uzushi katika dini, hakuna uzushi mzuri,
bal kulluha bid'un qabiha, bali zote ni bid'a mbaya. Hakuna bid'a nzuri. Kama ingekuwa kuna uzuri mtume angeelezea, lakini mtume akasema wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ilitakiwa yeye mtume abainishe, sio kullu bid'a dalala, kuna bid'a nyingine nzuri. Ilitakiwa yeye ndio mtume abainishe hivyo. Mbona imekuwa ni watu wengine, wala si masahaba wala tabi'in wala si atba'u tabi'in ndio wanaosema kwamba kuna bid'a nzuri? Si masahaba, si mtume, wala si masahaba, wala si tabi'in, wala si atba'u tabi'in ndio wanaosema kwamba kuna bid'a nzuri. Kwa nini wasiseme hawa watu bora waliosifiwa na Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo mtume kameweka wazi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mtume hakusema kwamba la, kuna bid'a nyingine si dalala, kuna bid'a nyingine ni nzuri. Mtume hakusema hivyo, wala masahaba. Idhan wa kullu bid'atin dalalah, kila uzushi ni upotevu. Falaysa fil bid'i fi ad-din bid'atun hasana, hakuna bid'a nzuri katika dini. Bal kulluha bid'un qabiha, bali zote ni bid'a mbaya. La yajuzu ityanuha, haifai kuzifanya bid'a hizo. Wala al-amalu bil bid'a, wala kutekeleza uzushi. Wa kullu khairin fi ibadati ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam التي ورثوها واتسوا فيها برسول الله أو برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. kila ibada, kila khairi iko katika ibada ya masahaba wa mtume sallam ambayo wameirithi na kuifuata kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. wa kullu khairin fi ibadati ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam التي ورثوها واقتصوا فيها برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. kila khairi iko katika ibada ya masahaba wa mtume sallam walioirithi ibada hiyo na kumfuata mtume wa uongozi sallallahu alaihi wasallam. qala ibn Mas'ud kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. kauli hii pia imesemwa na Hudhaifa ibn al-Yaman. kila ibada ambayo hawakuifanya masahaba wa Muhammad sallam nyinyi msifanye. kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, kila ibada ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya na nyinyi msifanye. fa innal awwal lam yatruk lil akhari maqala, kwani wa kwanza hakumwachia yule mwingine maqalan, maneno yoyote. Inajulikana kwamba masahaba ndio waliochukua dini hii kwa mtume sallam moja kwa moja. Kwa hiyo walilolifanya masahaba ni kwamba wamelichukua kwa mtume sallam, na walioacha masahaba ni kwamba limewachwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunatakiwa tuwafuate hawa masahaba wa Muhammad mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwafuate kwa sababu ndio waliopokea dini hii kutokana na ulimi na vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwepo wakati wahi unashuka. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu kufuata ibada zao kwa sababu ndio waliozichukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. qala wa ahsana man qala wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. kila khairi hupatikana katika kuwafuata hao as-salafu salih, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf, na kila shari inapatikana katika uzushi wa waliokuja nyuma. wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, kila khairi hupatikana kwa kufuata as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, na kila shari hupatikana katika uzushi wa waliokuja nyuma ambao ni hao baada salaf. waliokuja nyuma hapo ndio walioleta mambo ya uzushi, lakini hizi alqurunu thalatha almufaddala hakukuwa na uzushi wowote. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amezisifu karne hizo bora. mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu hawa salafu salih
hakukuwa na uzushi wote. Uzushi umekuja baada ya kumalizika hao salaf, ndio watu wazushi wakazusha haya mambo yao. Hadha wallahu